Nataka kuzungumza na wewe kitu kinachoitwa kuchagua hofu ya Mungu. Kuchagua hofu ya Mungu. Hofu ya Mungu ni nini? Ni ile hali ya ndani ya moyo inayotufanya tumheshimu, tumsamini, tumpende Mungu na tumpe nafasi ya kwanza katika maisha yetu. Yaani hofu ya Mungu ni ile hali inayokuwa ndani ya moyo ambayo inatufanya tumpende Mungu, tumheshimu Mungu, tumsamini Mungu na tumpe Mungu nafasi ya kwanza. Hauwezi kumheshimu Mungu kama ndani yako hauna hofu ya Mungu. Hauwezi kumpa Mungu nafasi ya kwanza kama ndani yako hauna hofu ya Mungu. Sasa Isaya kwenye sura ya 24 mstari wa 17 pale anasema ziko hofu za aina nyingi. Hofu ya magonjwa, iko hofu ya kukataliwa, iko hofu ya kudharauliwa, iko hofu ya mauti, iko hofu ya umaskini, iko hofu ya kufilisika, iko hofu ya kuacha kazi. Ziko aina nyingi za hofu ambazo zinawapata wanadamu. Anasema kwa sababu madirisha yaliyo juu yameachiliwa. Ni hofu ambazo zinaruhusiwa, zimewapata wanadamu. Lakini sasa ipo hofu ya Mungu ambayo tunataka kusemea siku leo. Hofu ya Mungu ni hofu ambayo inatusukuma kwenye kuyajua mapenzi ya Mungu, inatusukuma kwenye kumtegemea Mungu, inatusukuma kwenye kumpa Mungu nafasi ya kwanza. Hofu ya Mungu inatusukuma kwenye kumjali, kumheshimu na kumsamini Mungu. Zaidi, hofu ya Mungu inatusaidia kufanya maamuzi sahihi. Wakati unapokutana na shinikizo linalokutaka kufanya maamuzi, hakikisha kwanza unaangalia hofu ya Mungu iliyo ndani yako. Hauwezi kufanya maamuzi yaliyo sahihi ya kumpendeza Mungu wakati wa shinikizo linalokutaka ufanye maamuzi kama hauna hofu ya Mungu. Unaweza ukajikuta unafanya maamuzi ya kuwafurahisha wanadamu na unaacha maamuzi ya kumfurahisha Mungu kwa sababu hofu ya wanadamu ikawa ni kubwa kwako kuliko ile hofu ya Mungu iliyo ndani yako. Hofu ya Mungu inakusaidia kufanya maamuzi sahihi. Ukiona unashindwa kufanya maamuzi sahihi kwenye mazingira ambayo yanakushinikiza kufanya maamuzi, na badala yake ukafanya maamuzi ambayo sio ya kumpendezesha Mungu, ni maamuzi ya kupendezesha kitu kingine, ujue ndani yako kiwango cha hofu ya Mungu ni kidogo. Yaani usahihi wako wa maamuzi wakati wa shinikizo inategemea sana kile kiwango cha hofu ya Mungu kilicho ndani yako. Nenda kasome Biblia yako kwenye kitabu kile cha Injili ya Mathayo sura ya 27. Soma kuanzia mstari wa 11. Wakati ambapo Pilato alipokuwa ameketi kwenye kiti cha hukumu, anaihukumu ile kesi ya Yesu, alipokuwa ameshtakiwa mbele yake kwamba amejiita mfalme wa Yahudi, amewaambia watu wasilipe kodi na mashtaka mengine kaza wa kaza ambayo alikuwa ametajwa pale. Biblia inasema mstari ule wa 18 anasema Pilato alijua kabisa hawa waliomshtaki Yesu wamumshtaki kwa sababu ya husuda. Yaani kwa lugha nyingine, Pilato alijua kabisa waliomshtaki Yesu walimshtaki kwa sababu walikuwa wana chuki binafsi na Yesu, kwa sababu walikuwa na kinyongo na Yesu, walikuwa na ugomvi na Yesu, na hawakuwa wameona kwamba Yesu amekuwa ni mwema kwao, bali waliona Yesu amekuwa ni tishio kwao. Wakaamua kupeleka kesi kwa Pilato ili wamshtaki Yesu waweze kumwangamiza. Pilato alijua hilo. Mbaya zaidi, Biblia inasema kwamba hata mkewe Pilato naye alimpelekea ujumbe Pilato na kumwambia kwamba nimeteswa mengi katika njozi, kwa hiyo kuwa makini na hayo maamuzi unayotaka kuyafanya. Lakini tunaona Pilato licha ya kujua kwamba Yesu hana kosa, kuna mahali aliwatokea Wayahudi akawaambia sioni hatia kabisa kwa huyu mtu. Ni mtu ambaye hana kosa, ni mtu ambaye hana hatia. Lakini licha ya kuwa Pilato alijua hayo yote, bado Pilato alitoa hukumu ya kumfanya Yesu asulubiwe. Kwa nini? Anajua Yesu hana hatia, anajua Yesu hana kosa lolote lile, lakini bado anatoa hukumu ya kumhukumu Yesu. Biblia inasema ni kwa sababu alikuwa na hofu ya Wayahudi. Alipoona ghasia zinazidi mjini, hofu ya watu, hofu ya kutaka kuwapendezesha watu ikawa ni kubwa ndani yake kuliko kile kiwango cha hofu ya Mungu aliyokuwa nacho ndani yake. Matokeo yake akafanya maamuzi ya kuwapendezesha Wayahudi badala ya kufanya maamuzi ya kumpendezesha
Mungu. Hofu ya Mungu inatusaidia tuweze kumpendezesha Mungu. Hofu ya Mungu inatusukuma kuyajua mapenzi ya Mungu. Hofu ya Mungu inatutafuta tumtafute Mungu kwa bidii. Hofu ya Mungu inatupa ujasiri wa kumkaribia Mungu. Kila hofu inakuwa imebeba kusudi fulani nyuma yake. Hofu ya moto inakupa tahadhari ya kujihadhari kwamba moto unaunguza, kwa unaishi kwa utahadhari kwamba usiungue. Lakini hofu ya Mungu inatufanya tuishi kwa tahadhari, inatufanya tuishi kwa nidhamu, inatufanya tuishi kwa kumtegemea Mungu, inatufanya tuishi kwa kutaka kujua mapenzi ya Mungu kwetu ni yapi. Ndugu yangu mpendwa, ni afadhali ukapoteza hofu ya vitu vingine vyote, lakini kuliko kupoteza hofu ya Mungu. Hofu ya Mungu ni jambo la muhimu sana. Hofu ya Mungu inatuelekeza katika njia iliyo sahihi. Tunatembea kwa usahihi kwa sababu tuna hofu ya Mungu ndani yako. Hauwezi kuishi maisha ya utakatifu kama hauna hofu ya Mungu ndani yako. Hauwezi kumheshimu Mungu kama hauna hofu ya Mungu ndani yako. Utaizoelea dhambi kama hauna hofu ya Mungu ndani yako. Utaona dhambi ni ya kawaida kama hauna hofu ya Mungu ndani yako. Lakini ukiwa na hofu ya Mungu ndani yako, itakufanya uishi kwa nidhamu. Soma habari za Nuhu. Nuhu alipoijiriwa na hofu ya Mungu ndani yake, akajua kwamba Mungu hatani, kuna adhabu inakuja, anakuja kuiadhibu dunia, anakuja kuangamiza dunia. Nuhu akapiga kazi, akajenga safina. Nini kimsaidia? Kwa sababu alikuwa na hofu ya Mungu ndani yetu. Leo hii watu wengi katika dunia hii hawana hofu ya Mungu. Tunaishi katika nyakati ambazo watu hawana hofu ya Mungu. Watu wana hofu zingine zimetawala ndani ya mioyo yao kuliko hofu ya Mungu. Watu wana hofu ya kuachwa na wake zao na waume zao. Watu wana hofu ya kukataliwa. Watu wana hofu ya kupoteza kazi. Yuko tayari kufanya chochote ili alinde kazi yake. Hata kama ni kumkosea Mungu, yuko tayari kumkosea Mungu, lakini maadamu tu alinde kazi yake, alinde ajira yake. Yuko tayari kufanya chochote kile maadamu tu alinde ndoa yake. Sikiliza nikwambie, chagua hofu ya Mungu. Hofu zingine zote ni za muda. Hofu zingine zote ni za kupita. Hata kama ni hofu ya kufilisika, unaweza ukafilisika lakini Mungu akakuinua tena. Hata kama ni hofu ya mauti, isikutishe sana. Sisi ambao tumeokoka, ambao tuna Yesu Kristo ndani yetu, tunajua mauti ni jambo la muda tu. Mauti ni jambo la kupita. Kwenye Ufunuo Yohana anasema, kuu wapi mauti ewe kushinda kwako, ewe kuharibu, kuu wapi, iko wapi nguvu yako mauti? Kwa nini? Kwa sababu Yesu Kristo ana nguvu juu ya kifo na mauti. Hata kama mauti itakujilia, itakufunika, utakufa, bado Yesu Kristo anaweza kukufufua. Kwa hiyo hofu ya mauti isikutishe, isikupe nguvu sana, bali hofu ya Mungu ndiyo ikutishe. Uwe na hofu ya Mungu. Kwa nini? Kwa sababu ukimpoteza Mungu, umepoteza jambo ambalo ni la muhimu. Ukipoteza Mungu, umepoteza kitu ambacho ni cha thamani. Kwa hiyo hofu ya Mungu hailinganishwi na jambo lolote lile, haifananishwi na jambo lolote lile. Ni ya muhimu, ni ya pekee. Tunza sana hofu ya Mungu iliyo ndani yako. Wewe ambaye bado unasikia hofu ya Mungu ndani yako, endelea kuitunza, usipoteze. Lakini hofu ya Mungu ikipotea, ndugu yangu, umepoteza jambo la thamani sana. Utaanza kuiona mambo ni ya kawaida, utaanza kuona vyovyote vile. Lakini ukiwa na hofu ya Mungu, utaishi kwa nidhamu za kiroho, na utakuwa na nidhamu katika nidhamu za kiroho. Mungu akubariki sana. Naitwa Gibson Elizeus. Facebook wewe tafuta tu Gibson Elizeus. Instagram Gibson Elizeus. TikTok Gibson Elizeus. Facebook Gibson Elizeus TV. Utanipata huko. Mungu akubariki sana.